Ni imani yetu kwamba ni buheri wa afya na mnaendelea vizuri na shughuli za ujenzi wa taifa letu. Lakini kipekee ni wapongezeni raia wote wa Tanzania kwa kuendelea na mapambano dhidi ya corona katika njia ambazo tumejiwekea, tukizingatia pia ushauri wa wataalamu wetu wa afya ambao wamekuwa ni dira ya mapambano haya katika taifa letu. Ndugu zangu, leo kamati ya utekelezaji ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania imekutana hapa jijini Dodoma katika kikao cha dharura cha Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi katika kujadili mambo mbalimbali ya msingi ambayo tumeona yana udharura kuzungumzika katika kikao chetu cha leo. Kwanza kabisa, kabla ya jambo mahususi ambalo tumepanga kulizungumza na kulifikisha kwenu, kamati ya utekelezaji imepata nafasi ya kutafakari upya mwenendo wa mapambano dhidi ya corona ambayo yanaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali kwa ujumla, na sisi raia tukiwa ni sehemu ya mapambano haya. Ndugu zangu, kwanza tunapongeza sana raia wote kwa kuendelea kuwa sehemu ya mapambano haya na kwa namna ambavyo Watanzania tumeendelea kuchapa kazi huku tukizingatia maelekezo yanayotolewa na serikali yetu katika namna bora ya kujikinga. Lakini Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kupitia baraza kuu, leo kamati ya utekelezaji kwa niaba ya baraza kuu imeweza kufanya tafakuri pana juu ya namna gani zoezi letu la kujikinga linaendelea na namna gani serikali yetu imeendelea kuwa mstari wa mbele kuhakikisha raia wanaweza kupambana na ugonjwa huu hali ya kuwa mambo yanakwenda vyema. Tukirejea katika hotuba ya rais wetu iliyofanyika hivi karibuni, imetoa dira mpya. Na sisi kama Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tunampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba yake ambayo imetoa dira na morali ya kuendelea kupambana na ugonjwa huu huku tukiendelea kusonga mbele kujenga taifa letu. Kwa hakika hotuba ya Mheshimiwa Rais imeeleza bayana kabisa kwamba vita yetu tunaopigana dhidi ya corona imezingatia mazingira yetu kama Watanzania, imezingatia hali ya watu wetu, imezingatia sana uhuru wa watu wetu na uhuru wa kujiamulia mambo yetu, lakini pia umeweka kipaumbele namna bora ya kuulinda uchumi wetu. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi tunampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake yote kwa pamoja, lakini pia tunasema tutaendelea kumuunga mkono. Kwa hakika njia, mbinu na mikakati inayotumika kupambana na ugonjwa huu ndani ya taifa letu ni mikakati ambayo inafanana na hali yetu, inayolinda ustawi wetu, itakayolinda usalama wa raia wetu, na bila ya shaka kabisa Mungu ataendelea kuwa dereva katika ajenda hii na tutavuka salama kama ambavyo rais wetu ameendelea kuweka wazi. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na kwamba jitihada hizi zinafanyika, tupongeze sana pia serikali yetu. Yamekuwepo maneno mbalimbali yakizungumzwa kuhusu kudorora kwa diplomasia, lakini sisi wa Tanzania tunafahamu katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 diplomasia yetu imezidi kuimarika. Imezidi kuimarika kwa maana ya kwamba sisi kama taifa tumeendelea kuwa viongozi wa kikanda katika taasisi mbalimbali. Tumekuwa viongozi katika SADC, tumekuwa viongozi katika East African Community, tumekuwa viongozi katika asasi na taasisi mbalimbali za kimataifa ambazo kama taifa tumeendelea kuwa wenye viti na makamu wenye viti wa taasisi hizo. Hii ni ishara kabisa kwamba diplomasia yetu, kukubalika kwetu, kushiriki kwetu katika vyombo vya kikanda kumeendelea kuheshimika na mchango wetu kama taifa umeendelea kuonekana wazi kabisa katika vyombo hivyo. Lakini pia ushiriki wetu katika shughuli za kimataifa umeendelea kuwa ni endelevu. Kupitia wizara yetu ya masuala ya nje na ushirikiano wa kikanda, nchi yetu imeendelea kushiriki katika shughuli za kimataifa ndani ya kanda zetu, lakini pia katika shughuli za kimataifa kwa maana nje ya mipaka ya bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Hii ni ishara kwamba tunaendelea kushirikiana na wenzetu katika kupanga, kuamua na kutekeleza baadhi ya makubaliano ya kimataifa ambayo sisi tumeendelea kuwa wanachama wa mashirika hayo. Lakini pia katika kukuza diplomasia hiyo, ipo mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeingia na mpaka leo mikataba hiyo hakuna mkataba uliovunjwa, umeendelea kusimamiwa na tumeendelea kuiheshimu kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii ya kimataifa na tunaamini kwamba diplomasia ni sehemu ya kuimarisha mahusiano yetu. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali ya awamu ya 5. Badala ya kusema kwamba diplomasia imeshuka, sisi tumeendelea kuimarisha diplomasia yetu. Lakini katika kukuza diplomasia pia tumeona balozi mbalimbali mpya zinaendelea kufunguliwa. Hii ni ishara kwamba tunaendelea kuaminika, tunaendelea kukubalika, tunaendelea kuonekana ni ndugu wanaotegemewa katika ujenzi wa dunia yetu, ndugu tunaotegemewa katika ujenzi wa Afrika yetu. Balozi hizi mpya zinazofunguliwa ni ishara ya mahusiano bora yaliyopo baina ya taifa letu na mataifa mengine. Ni imani yetu kama taifa tunaendelea kupanua uwanda wa mahusiano yetu na mataifa mengine, uwanda wa mahusiano yetu na mashirika ya kimataifa, ili tuendelee kusonga mbele katika kujenga sura ya pamoja ya kukabili changamoto mbalimbali ambazo zinatukumba kama dunia. Lakini wakumbushe kwamba kama kukua kwa diplomasia ni kuruhusu kutawaliwa, sisi hatuko tayari kwa hilo. Kama kukua kwa diplomasia ni watu kuingia na kubeba rasilimali za nchi yetu, hatuko tayari kwa hilo. Kama kukua kwa diplomasia ni kuingia mikataba ya hovyo, sisi hatuko tayari kwa hilo. Kama kukua kwa diplomasia ni sisi kuwa watwana ndani ya ardhi yetu, sisi hatuko tayari kwa hilo. Tuko tayari kusema diplomasia imekuwa kama sisi tunashiriki katika kuamua mambo ya dunia hii. Tuko tayari kusema diplomasia inakuwa kama tunajiamulia mambo yetu bila kuingiliwa. Tuko tayari kusema diplomasia inakuwa kama mikataba tunayoingia na vyombo vya kimataifa ni mikataba yenye manufaa kwa watu wetu.
tuko tayari kusema kwamba diplomasia inakuwa kama sisi na rasilimali zetu tunaendelea kubaki salama katika mikataba ya kimataifa, katika maamuzi ya kimataifa, lakini tuko tayari kusema kwamba diplomasia inakuwa kwa sababu nchi yetu inaendelea kujiamulia mambo yake bila kuingiliwa. Kwa msingi huo tunasema Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuongoza katika kusimamia diplomasia yenye tija. Na hii ndio diplomasia ambayo tunahitaji, diplomasia ya win-win situation, diplomasia ya udugu, diplomasia ya kukuza uchumi, diplomasia ya kuifanya Tanzania sio mtwana wa nchi nyingine bali nchi huru yenye uwezo wa kujiamulia mambo yake. Na kwa hili tunampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Watanzania wote kuwa sehemu ya kujenga diplomasia ambayo inatuheshimisha na kulifanya taifa letu kubaki kuwa taifa huru na sio watwana katika jamii ya mabwana wanaodhani wanaweza kutuamilia kila kitu ndani ya taifa letu huru. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania, pamoja na pongezi hizo, tunaendelea kuipongeza sana serikali kwa kueleza kwamba diplomasia imeimarika, na kuimarika kwa diplomasia ni pamoja na sisi kama taifa kujiamulia mambo yetu bila ya mashinikizo kutoka nje ama utashi wa watu walioko nje. Na hilo kwa kweli limesimamiwa vyema. Tanzania imebaki kuwa huru na imeendelea kujiamulia. Haya mambo yanatufanya sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi tuseme tunaye rais, tunaye kiongozi, tunaye mtu tuliyemweka mbele ambaye maslahi ya nchi yetu, maslahi ya watu wake, maslahi ya taifa letu ameyafanya kuwa juu ya mabega yake. Na sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi tunampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaipongeza serikali, tunawapongeza Watanzania wote kwa kuwa na rais ambaye anayaishi maono yetu, anaishi matarajio yetu na anaishi matarajio ambayo tumeyaweka katika dira ya maisha yetu. Kwa hakika taifa letu limeendelea kuwa imara, limeendelea kuwa huru na diplomasia yetu inazidi kuimarika. Hatuna mashaka tunaye mtu atakayetuvusha na atakayetupa heshima ambayo tumeitafuta kwa muda mrefu. Je, unajiuliza ni wapi? Haha, usipate shida. Ni wale magwiji wa nguo za kike na za kiume mjini. Hawa ni Messi Fashionable Clothes. Tunauza nguo jumla na rejareja ndani na nje ya nchi. Usichokifahamu, nguo zetu zinatoka Uturuki na Marekani. Na hii pia ndo moja special. Tunapamba kumbi za sherehe mbalimbali. Tupo barabara ya Uhuru Road, kabla na Nuru FM Radio, Iringa, Tanzania. Wasiliana nasi leo kwa 0715695472. Pia hatupo nyuma ya mtandao. Tunapatikana Instagram kama Messi Fashionable Clothes. Na ndio habari ya mjini.